Haba na haba, taifa linazungumza. Pale serikali inapokaa na mwananchi pamoja. Haba na haba, taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Ni makala ya Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Margaret Richard. Kama kawaida nashirikiana na mwenzangu hapa. Mimi ni Yusuf Mazim na karibu sana msikilizaji. Haba na Haba kama ilivyo kawaida inaangazia dhana ya utawala bora nchini Tanzania kwa mifano halisi ya mafanikio na changamoto pia. Msikilizaji, unao nafasi kubwa kushiriki nasi. Tuma ujumbe wako kupitia 0785236938 na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kupitia Facebook Haba na Haba na akaunti yetu ya Twitter ipo kwa anwani ya BBC_Haba na Haba. Tutakusomea ujumbe wako. Kubwa leo katika Haba na Haba. Wakati huu wa uchaguzi kweli ningependa kuona au kusikia sera. Sitopenda kuona kashfa, matusi ama yani vitu ambavyo havileti tija kwa taifa. Tunahoji, wakati huu wa uchaguzi, mwananchi ungependa kusikia, kusoma ama kuona nini zaidi katika vyombo vya habari nchini Tanzania? Hoja hii inakuja kwako kwa sababu kubwa moja tu, kuweka bayana wajibu wa vyombo vya habari nchini Tanzania wakati wa uchaguzi ili kukusaidia wewe msikilizaji kufanya maamuzi. Haba na haba, taifa linazungumza. Dhima ya vyombo vya habari katika ulimwengu wa leo ni pamoja na kuwajengea uwezo wananchi ili kufanya maamuzi sahihi kupitia habari wanazopata. Hiyo ni kwa mujibu wa watafiti na wanataaluma mbalimbali wanaona kwamba kazi hiyo ya vyombo vya habari ni muhimu zaidi wakati huu wa uchaguzi kuweza kumsaidia mwananchi kufanya maamuzi yake. Lakini je, wananchi wangependa kusikia, kusoma ama kuona nini zaidi katika vyombo vya habari nchini Tanzania? Arnold Kayanda ametuandalia taarifa ifuatayo. Imechukua miaka mingi kufikiria kwa vyombo vya habari nchini Tanzania vingeweza kupiga hatua katika kuripoti mambo mbalimbali yakiwemo ya uchaguzi na kumsaidia mwananchi kufanya uamuzi. Jacqueline Shayo kutoka Mtwara, yeye anaona elimu ya uraia ndio msingi wa kumsaidia kufanya uamuzi. Mimi ningependa kusikia na kuona katika hivi vyombo vyetu vya habari vitoe elimu kuhusu mambo ya uchaguzi. Ni jinsi gani mwananchi anaweza kujua ama kumchagua mtu ambaye anamtaka, labda kwa kuonyesha habari shai kushika nyadhifa fulani na litendeaje kazi. Mwandishi mahiri Jenerali Ulimwengu katika gazeti la Rai la namba 580 aliwahi kueleza hofu yake kwa vyombo vya habari kutumia uhuru wa habari kwa njia inayolisaidia taifa kupiga hatua za maendeleo bila kutumbukia katika mshawasha wa kutumia uhuru huo kwa maslahi ya wamiliki wa vyombo hivyo, wahariri na waandishi, ambayo yanaweza kwenda kinyume cha maslahi ya taifa. Kama ulivyo mtazamo wa Jenerali Ulimwengu, Agatoni Kahimba wa Tabora, yeye anatamani vyombo vya habari viripoti kwa usawa. Katika kipindi cha uchaguzi, tungependa kusikia kwamba katika vyombo vyetu vya habari vinatoa taarifa kwa uwiano ulio sahihi kwa vyama vyote na kwa wagombea wote. Wengi wa wananchi waliozungumza na Haba na Haba wanaonyesha kutaka habari za kuwavusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hawa ni baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza. Wakati huu wa uchaguzi kweli ningependa kuona au kusikia sera. Kila chama kieleze sera kitawafanyia nini wananchi, kututoa hapa tulipo kwenda sehemu nyingine ya maendeleo, maana tumedumaa ama kurudi nyuma kwa muda mrefu. Mimi ningependa kuona wagombea anatuambia jinsi atakavyotatua yale matatizo yetu ambayo yanatukumba katika jamii zetu. Mimi naitwa Chausiku Mshauri, ni mkazi wa wilaya Pangani, mkoa wa Tanga. Ninachotegemea kukiona ni kuona vitu ambavyo viongozi wetu watavizungumza, kutueleza sera ambazo zitatutoa hapa tulipo na kutuweka mahali ambapo sisi tuna mategemeo. Ni taarifa yake Arnold Kayanda. Tumesikia wanachopenda wananchi kusikia zaidi katika vyombo vya habari wakati huu wa uchaguzi. Lakini swali kubwa linalokuja, je, mazingira yakoje upatikanaji wa habari hizo na nyingine nyingi za kumjengea mwananchi uwezo wa kufanya maamuzi? Mwandishi wetu Jacqueline Materu kutoka Kilimanjaro ametuandalia simulizi ya mwandishi wa habari aliyekumbwa na misukosuko wakati wa kuripoti habari za uchaguzi mkuu uliopita, inayosomwa hapa na Josephat Mwanzi. Uchaguzi mkuu uliopita tukimaanisha uchaguzi wa mwaka 2010. Akiwa na miaka 17 katika kazi yake ya uandishi wa habari, Geoffrey Mushi ni miongoni mwa waandishi ambao kazi yao imewasababishia mikasa katika maisha yao.
Anatoa mfano wa mwaka 2010 wakati akifuatilia swala la rushwa katika uchaguzi mkuu. Mwaka 2010 niliwekwa kizuizini kwa zaidi ya saa 6 ikiwa kizuizini baada ya kupiga picha mgombea akitoa rushwa. Alikuwa akitoa shilingi 35,000. Kawa natafuta mbinu mbalimbali za kunizuia kufanya kazi yangu kama ambavyo maadili yanaelekeza. Wahenga wanasema siku ya kufanyani miti yote huteleza. Je, njiani hali ilikuwaje? Geoffrey: gari yangu iliharibika na ikakata thyroid hand, ndipo waliponikamata, na alikuwa akiwania ubunge akatoa bastola yake na kuielekeza nilipo, akiniambia ninachopaswa kufanya kwanza ni kufuta picha, lakini pili ni kueleza ni nani aliyenituma kufanya kazi hiyo. Habari ya mwandishi Geoffrey Mushi kuhusu masuala ya rushwa wakati wa uchaguzi haikumfikia Mwananchi kutokana na uwepo wa mazingira mbalimbali ambayo yalizuia habari hiyo isitoke. Je, hali hiyo inamaanisha nini? Mhariri mtendaji wa gazeti la Nipashe ni Flora Wingia. Kwa kesi ya Mushi alitakiwa, baada ya kwamba amepata tukio zima na baada ya kwamba hata kama alikuwa amefukuzwa na huyo mtu anayehusika, kulikuwa hamna sababu kwamba hii story isitoke, kwa sababu tayari imeshafika kwenye chombo cha sheria, ilitakiwa iandikwe, kwa sababu mwisho wa siku itakuwa sasa rushwa haipati ufumbuzi, itakuwa ni tatizo linaloendelea hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Takwimu zinaonyesha baadhi ya waandishi wa habari nchini hufanya kazi katika mazingira hatarishi na yenye ushawishi mkubwa wa rushwa ili kupotosha ukweli. Suala hilo linapojitokeza, tasnia ya habari hupakwa matope kwa kushindwa kutimiza wajibu wao. Ni Josephat Mwanzi akikamilisha simulizi ya mwandishi Godfrey Mushi kama ilivyoandaliwa na mwenzetu Jacqueline Materu kutoka mkoani Kilimanjaro. Hii ni simulizi ya kugusa kidogo, ikionyesha namna waandishi wanavyokumbana na mazingira magumu na hatarishi wakati wa kuripoti habari hizi za uchaguzi. Lakini pamoja na mazingira hayo, wananchi bado wanataka kupata taarifa ambazo zitawasaidia kufanya maamuzi sahihi wakati huu wa kuelekea kupiga kura. Msikilizaji, katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii tumeweka hoja wiki hii. Je, mwananchi ungependa kusikia, kusoma ama kuona nini? Habari gani zaidi kwenye vyombo vya habari nchini Tanzania? Kauthar Ali anatupitisha huko kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kusoma ujumbe wako. Asanteni sana Mary na Yusuf. Lumarex kupitia mtandao wetu wa Twitter anasema kusikia hoja, sera au mipango ya utekelezaji wa ilani. Naye Ramadhani Mchomvu mpenda amani kupitia mtandao wetu wa Facebook kutoka Mlandizi anasema mimi binafsi napenda kuviona vyombo vya habari havishawishiwi na mtu wala chama chochote, visimame katikati, pia visipendelee popote, maana walishaanza kudanganywa. Wajitambue, tukutane Oktoba na amani itawale. Asante sana Kauthar Ali kwa kutupitisha kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Bado msikilizaji, tunaendelea kupokea ujumbe wako kupitia Facebook kwa anwani ya BBC Haba na Haba na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC_Haba na Haba. Baadaye tutasoma ujumbe wa kwako. Muda mfupi ujao katika Haba na Haba. Kazi nyingine yafaa, sio ya kusimulia, ukweli unatakiwa, sio uongo kuzua. Utasikia shairi kutoka kwa mashairi ya Makila kuhusu wajibu wa wanahabari. Lakini kwa sasa mwanahabari mahiri kutoka nchini Kenya, Joseph Warungu, anatupa tathmini fupi kuhusu vyombo vya habari vya Tanzania ukilinganisha na vya Kenya katika kuripoti habari za uchaguzi kwa usawa, akiakisi mazoezi ya uchaguzi katika nchi hizo mbili. Kwa sehemu kubwa ningesema kwamba vyombo vya Tanzania vinaripoti uchaguzi huu kwa njia iliyo sawa. Hata hivyo kuna wasiwasi kwa sababu nimehusika katika kutoa mafunzo kwa waandishi wengi tu kutoka vyombo mbalimbali, magazeti, television, radio na kadhalika, na pamoja na wahariri, na unaona kwamba kwa kweli watu wanakuwa ni kama wanaegemea sehemu fulani. Na kwa sehemu kubwa ambayo umeshiriki katika kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari pamoja na wahariri, unadhani kunaweza kuwa na mabadiliko yoyote baada ya mafunzo hayo? Na hizi kuna mabadiliko sababu kitu kimoja ambacho nimetumia katika mafunzo yangu, nimechukua mifano mingi ya Kenya ya uchaguzi uliofanyika mwaka 2007 ambao ulileta maafa makubwa. Kwa sehemu kubwa uchaguzi huo wa Kenya wakati huo, kilichochangia maafa hayo na machafuko ni waandishi wenyewe. Na ndio maana kwamba hadi sasa unakuta kwamba kuna mwandishi wetu mmoja kutoka Kenya ambaye amefunguliwa kesi katika mahakama kuu ya ICC, mahakama ya ICC kule mjini Hague.
Kwa mfano pale Kenya kilichotokea ni kwamba kuna watu waliahidiwa vitu fulani, wahariri ambao waliahidiwa kazi. Wewe bwana utakuwa ni balozi wa Australia, wewe utakuwa ni msemaji wa rais, wewe. Kwa hivyo wakawa maslahi yao yametangulia kazi zao. Kwa hivyo mambo yalivyokwenda kinyume na matarajio yao, ilibidi watumie nguvu ya ziada kujaribu kuona kwamba hapa jamani kuna uonevu, matokeo haya tuyakubali. Mwisho tukaingia katika janga ambalo limetokea. Hapa pia kuna mambo ambayo tumeiga Kenya na ni mambo ambayo ni ya hatari. Moja ni yale ya kutanguliza maslahi yetu kama nilivyosema na kuingiza katika biashara yetu hii ya kutafuta habari. Pili ni kusahau kwamba baada ya uchaguzi kuna nchi ambayo inajulikana kama Tanzania na tungependa iendelee kubaki na kuwa Tanzania. Wakenya walijisahau, wakasema bana, mimi nafikiria ile nyumba yangu, nafikiria ule ubalozi wangu. Jamani, tuhakikishe bwana mgombe wetu anapita, maana akipita na mambo yetu mengi tu yanapita. Mary, umemsikia Joseph Warungu, mwandishi wa muda mrefu kabisa kutoka kule Kenya, aliwahi kufanya kazi pia na BBC, ambaye atarejea baadaye, tutamsikia hapa. Umemsikia nadhani? Nimemsikia, na kubwa lililoibuka katika mazungumzo yake, naona ameanza kuonyesha mashaka kwamba baadhi ya vyombo vya habari Tanzania, ingawa sio vyote, vimeanza kuonyesha kuegemea upande mmoja kwa maslahi binafsi, na jambo hilo amelizungumza kwamba liliwahi kusababisha vurugu kule nchini Kenya. Na wahusika wakubwa kwenye vyombo vya habari ni waandishi wa habari wenyewe, wahariri, wamiliki wa vyombo vya habari na wengine kwenye tasnia hiyo ya habari. Nadhani ndio ambao anawazungumzia zaidi Joseph Warungu. Ni kweli kabisa, na hiyo ikanifanya kuwakutanisha pamoja kwenye mjadala mfupi wawakilishi wa hariri, wamiliki, Baraza la Habari Tanzania MCT ambao ni wasimamizi wa maadili, na mfuko wa ruzuku kwa vyombo vya habari Tanzania TMF, kujibu hoja hii ya vyombo vya habari kuegemea upande mmoja. Tatizo ni nini? Naitwa Ernest Sungura, mkurugenzi wa TMF. Tatizo lililopo kimsingi, wahariri na wamiliki wa vyombo vya habari kutoka kuzingatia maadili. Ndio maana wanajikuta hawaweki uwiano ulio sawa kwa habari wanazozipata. TMF amesema kwamba wahariri hamzingatii maadili katika kuripoti habari. Wewe unasemaje? Mimi naitwa Joyce Shebe, ni mhariri mkuu Clouds Media. Siko mbali sana na sentence yake. Inawezekana ikawa ni ukweli, lakini sijui ni kwa asilimia ngapi. Kilichopo sasa hivi, media zote ukizifuatilia, unaweza ukagundua kwamba labda zinapwaya mahala fulani, hasa kwenye taaluma, yani weledi. Nasema hivyo kwa sababu kuna media ambazo zinafanya kazi mgongo wa chama, alafu pia kuna media ambazo zipo kwa ajili ya kibiashara, lakini pia ziko media ambazo wamiliki wake wana milengo yao pia, ama ya kidini ama ya kisiasa na hivyo. Kwa hiyo utagundua kwamba tunakengeuka kwa kiwango fulani ama kiwango kikubwa, ni kutokana tu na namna ambavyo wamiliki wenyewe jinsi walivyosimama. Sasa ukija huku kwa mmoja mmoja ama kwa wahariri kama sisi, tunapata hiyo changamoto kwa sababu kwanza tunafanya kazi na waandishi ambao na wao pengine wana mihemko yao. Kwa hiyo wahariri tunapopokea zile taarifa, na kama tusipokuwa strong ama tusipokuwa imara, tukalegalega kwenye kutimiza majukumu yetu, ndio vile unakuta taarifa zingine zinakwenda hewani ambazo kwa zimependelea upande mmoja, lakini tunatakiwa kusimama kama wahariri kwa sababu sisi ndio tunaopokea zile taarifa, ili sasa tubaki tunapambana labda na changamoto za wamiliki, lakini wewe kwenye taaluma yako na waandishi wenzako huku mnapambana kusimamia maadili. Maadili yanalala hapa kwa MCT. Nyinyi kama chombo cha kusimamia maadili ya vyombo vya habari, mnafanya nini kudhibiti hii hali? Mimi naitwa Alan Lawa. Mimi ni manager nasimamia maadili na usuluhishi pale Baraza la Habari. Tunawaambia jamani, huko mnavyofanya sivyo. Ikitokezea tunamwambia mtu, angalia maneno unayotumia ni maneno ambayo yanaleta uchochezi, habari yako haina urari. Tunawaambia hivyo, na kazi yetu si ni kuambia, japo katika kipindi hiki ni vigumu sana. Mtoto wa mjini anasema ni vigumu kumfuga kunguru. Kipindi kigumu ni hiki, watu wanakengeuka mno. Naitwa Deodatus Balile, ni mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Si kweli kwamba waandishi wote hapa nchini wamekengeuka. Wapo baadhi waliokengeuka. Kwa mfano tulivyoona vipindi viwili vitatu hapa, baadhi ya wahariri tumesikia wamekwenda kuwa wagombea, ambayo ni shida kidogo. Mimi nidhani kwamba hawa ni marefari, lakini kama wapo katikati ya mchezo nao wanacheza, sasa sijajua itakuwaje. Lakini pamoja kwamba Baraza la Habari Tanzania mnatoa mafunzo mengi na ikiwemo hivi vitabu vya mwongozo vya kufundishia waandishi, lakini bado waandishi wanavunja maadili. Nafasi yenu inakuwa wapi sasa? Na mimi naitwa Ala Koki Mayombo, ni afisa programu mwandamizi wa ubora na viwango kutoka Baraza la Habari Tanzania MCT. Nadhani maelezo hayo umepata kwa awali kwamba sisi kama waandishi wa habari tusimamia maadili, na sisi
sisi kazi yetu ni kufundisha. Wale wanaofundisha wakaeleweka wanafuata, na wale ambao wanakuwa kinyume watu ni kwamba tu watu wanakengeuka. Huwezi kutegemea mtu anaweza kumwajiri au mtu mmiliki akamweka mhariri ambaye hajui, ambaye ndio tunasema tunamuita ndio mtunza geti wa mwisho kabisa. Mnawabana wapi? Meno yetu sisi tunaamini kwamba watu wakiwa na maadili na kuyajua wayafuate. Kwa wao kuto kufuata, mnawabana wapi? Yani nataka kujua meno kama Baraza la Habari Tanzania, mnawabana wapi waandishi ama vyombo vya habari ama wamiliki ambao hawafuati maadili? Mnawabana wapi? Sisi tunachoweza kuwabana kusema kweli ni kufuatiliana tu, kwa sababu sisi ni kama vile tuko kundi moja, na vyombo vyote unavyoviona hivi wao ni wanachama wa chombo chetu. Kwa hiyo tunaonyana sana, tunatumia njia ya kuonyana, na kwa asilimia kubwa tuna meno. Kwa maana gani? Unakuta kwamba katika baadhi ya masuala ambayo wanaambia kwamba wayarekebishe, vyombo hivyo vinarekebisha. Kwa wale ambao warekebishe, sijui hata tunaweza tukawafanyia, pengine tunahitaji kuchukua hatua zaidi. Mjadala ulikuwa mzuri, Mary, na karibu wawakilishi wote walikuwepo hapa, wameshiriki, lakini hoja ya kudhibiti ukiukwaji wa maadili inaonekana kujitokeza zaidi kwenye mjadala huu. Inahitaji majibu kabisa hoja hii. Ni kweli kabisa. Tuitupie mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA, ambao ni wasimamizi wa maadili ya vyombo vya utangazaji pamoja na kwenye mitandao. Hawa wametoa kanuni za huduma za utangazaji za mwaka 2015 zilizoanza kutumika Agosti 22 mwaka huu. Kutoka TCRA nimezungumza na Andrew Kisaka ambaye ni afisa mkuu wa masuala ya utangazaji. Kwanza anaanza kuelezea kwa ufupi mwongozo huo unahusu nini. Mwongozo huu umegusia maeneo mbalimbali, nitajaribu kuyataja kwa kifupi. Kwanza kabisa, mwongozo huu unazungumzia na ni namna gani vipindi vya utangazaji vitatakiwa vitoe fursa sawa kwa vyama vyote. Mwongozo huu vile vile unajaribu kusema kwamba zile rate cards zinazotolewa kwa ajili ya vipindi zitolewe kwa usahihi na usawa. Kama chama A katika kipindi cha mahojiano cha nusu saa, rate card kama inaonyesha kitalipa shilingi 500,000 na chama B kilipe 500,000 na chama C kilipe 500,000. Kwa hiyo rate card zao tumewaambiwa waziwasilishe hapa mamlaka ya mawasiliano kwa ajili ya kufuatilia. Mwongozo huu ni kwa faida ya nani? Wananchi wanaguswa hapa? Nitaiweka katika sura kama 3. Sura ya kwanza ni kuhakikisha kwamba vituo vya utangazaji vinafuata maadili ya uandishi na utangazaji. Sura ya pili inakuja kwa vyama vya siasa na wagombea, kwamba tuna mwongozo huu unahakikisha kwamba wanapata fursa sawa kutumia vyombo hivi vya habari. Sura ya 3 ni yule msikilizaji au mtazamaji anaona kwamba vyama vyote vinatendewa haki na anapata fursa ya kuchagua mtu ambaye au chama anachokipenda. Kuna vyama vinamiliki vituo vya radio na television kwa mfano, ama viongozi wa vyama hivyo wanamiliki vituo vya radio na television. Ni ndani kukuta akitoa habari za mpinzani wake. Mnafanyaje hapa kudhibiti? Ndiyo maana ya kanuni hii. Tunaelewa kabisa kwamba kuna vituo vya utangazaji vinawagombea, na ndio maana tumesema kwamba vituo vyote mtuletee ratiba zenu za vipindi, mtuletee rate card, na tumewaambia vituo vyote vitaweka logbook, tutakuwa tunafuatilia. Kwa hiyo chama chochote kikiona kimenyimwa haki ya kutumia kituo chochote, basi itabanwa na kanuni hizi, zitapatikana, hicho kituo kitapatikana na makosa. Mpaka sasa kuna hatua zote mmezichukua kama TCRA kuweza kudhibiti ukiukaji wa maadili kama imeshatokea? Tumeanza mchakato wa uchaguzi hivi sasa. Ya hatua tumejipanga kwamba kuna kitu tunaita content monitoring, ufuatiliaji wa maudhui yanayotangazwa wakati wa kipindi hichi cha kampeni. Kwa hiyo kuna maafisa sasa hivi wanasikiliza, tunasema real time monitoring, wanasikiliza vipindi vinavyorushwa na vituo vyetu vya utangazaji kuhakikisha kwamba wanafuata huu mwongozo tulioutoa. Kwa hiyo iwapo kituo chochote kitavunja hizi sheria, basi mkondo wa sheria utafuata, na uko wazi kabisa katika kanuni zetu za maudhui za mwaka 2005 unaeleza wazi kabisa kwamba unapovunja sheria ni hatua gani utachukuliwa. Ni zipi kwa faida msikilizaji? Kwa mfano tumekiuka maadili chombo fulani cha utangazaji. Kuna adhabu zimetajwa, kuna onyo, alafu vile vile kuna penalty za shilingi 500,000 kwa kila kosa. Kama kuna makosa isiyopungua milioni 5, au kaambiwa urudie kile kipindi, lakini kuna kufunga kituo. Ni Andrew Kisaka, afisa mkuu wa masuala ya utangazaji kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Haba na haba, taifa linazungumza.
Tasnia ya habari imelezwa na baadhi ya waandishi wa fasihi kama kazi ya kupigania haki na kuwakomboa wanyonge. Mwandishi wetu Noel Mwakalindile anatusomea hapa beti 2-3 kutoka katika mkusanyiko wa mashairi ya Makila kuhusu tasnia ya habari. Kuna jambo la kujifunza Mary hapa. Kazi nyingine yafaa, sio ya kusimulia, ukweli unatakiwa, sio uongo kuzua, mambo kujipikia, yasiyokuwa yakawa, utani wa tasnia, kafiri kutumikia. Kafiri kutumikia, mwandishi anapotea, heshima hujivunjia, akakosa kuaminiwa, utu huja kupotea, ovyo kudharauliwa, utani wa tasnia, kafiri kutumikia. Asante sana Noel Mwakalindile kwa kugani ushairi huu wa Makila kuhusu waandishi wa habari. Ukweli ushairi huu una elimu kubwa kwa waandishi wa habari. Niseme hivyo. Na elimu yake inakisiwa pia katika mazungumzo haya niliyofanya na mwandishi mkongwe katika tasnia ya habari nchini Tanzania, Bi Eda Sanga. Niliyemuuliza ni habari za namna gani zinazopaswa kuripotiwa na vyombo vya habari kuwasaidia wananchi kufanya maamuzi kipindi hiki cha uchaguzi, kwa sababu yeye ana uzoefu wa miaka mingi sana. Yusuf: Ni kweli bwana, swala la amani, kwangu mimi sasa hivi amani ni swala zito sana ambalo wana habari wanatakiwa kuliwekea umuhimu mkubwa sana. Ni Bi Eda Sanga huyo, mwandishi wa habari wa siku nyingi nchini Tanzania, ambaye kwa sasa hivi ni mkurugenzi wa chama cha wanahabari wanawake TAMWA. Na hili swala la Bi Eda Sanga alilolizungumza hapa linaungwa mkono na Joseph Warungu, anayerejea tena. Huyu ni mwanahabari mahiri kutoka nchini Kenya. Kubwa ni kwamba katika wakati huo wa kampeni ni kukumbuka kwamba uchaguzi unafanyika kila baada ya miaka 5, kwamba uchaguzi ni kitu muhimu sana katika mustakabali wa nchi. Tunaamua na kuwachagua viongozi ambao ndio wataendeleza taifa hili mbele. Kwa hivyo moja ni kuzingatia kuripoti mambo ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida, shida zake, kero zake na nini hasa anachokitafuta. Na mwisho kabisa ni kwamba inakuwa ni vigumu, lakini kujaribu kujiepusha na maslahi ya kibiashara au maslahi binafsi katika kuripoti, kwamba useme kwamba mimi ni kama chombo cha kumsaidia mwananchi, kumpa uelewa na ufahamu wa jinsi atakavyoweza kupiga kura yake ndio apate kiongozi anayemtafuta. Ni Joseph Warungu huyo, mwandishi mzoefu kutoka nchini Kenya. Na kwa mazungumzo hayo, msikilizaji, tunakamilisha makala ya Haba na Haba kwa leo, na tuliangazia kuhusu vyombo vya habari tukihoji, wakati huu wa uchaguzi mwananchi ungependa kusikia, kusoma ama kuona nini zaidi katika vyombo vya habari nchini Tanzania? Kwa kukumbusha msikilizaji, wiki iliyopita tuliangalia kuhusu ilani za uchaguzi za vyama vya siasa nchini Tanzania, tukihoji, je, ilani hizi za uchaguzi za vyama vya siasa ni suluhu ya matatizo ya Watanzania? Kauthar Ali anarejea tena kutusomea ujumbe wako ambao ulitutumia kupitia nambari yetu ya simu ya mkononi. Labandi Kayanda wa Dodoma, Tanzania, anasema ilani kwa sisi wa Tanzania ni ishu, kwani ni asilimia ndogo sana ya watu wanaoielewa, kwani hata baadhi ya wagombea ilani zao wenyewe hawazijui. Je, huko kuzieleza ndo ataweza? Daejusa S. Jusa wa Mvuha, Morogoro, anasema si kweli. Ilani ni sawa na kumlaghai mpiga kura chama kikishinda tu, hawaitekelezi ilani yao. Naye Mwalimu Timba wa Kongwa, Dodoma, Tanzania, anasema hawa wanasiasa wa Tanzania wamezidi sana propaganda. Ilani zao zina ushawishi, lakini utekelezaji ni zero. Ni Kauthar Ali huyo, na ndivyo ambavyo tunahitimisha makala hii ya leo. Asante sana kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, msimamizi wa makala hii Michael Baruti, wadhamini ni idara ya kimataifa maendeleo ya nchini Uingereza. Ulikuwa nami mtangazaji wako Mary Goret Richard. Sikuwa peke yangu, nilikuwa nashirikiana hapa Yusuf Michael Mazim. Asante sana kwa kuwa nasi kutoka hapa studio. Kwa heri kwa sasa, tukutane wiki ijayo. Haba na Haba, taifa linazungumza.